Jeshi la Israel limefanya mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Lebanon chini ya siku moja baada ya Israel na Lebanon kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja katika miongo kadhaa. Ikiwa ni siku chache tu baada ya ziara ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki nchini Lebanon, bado hali si shwari, kwani wakazi wa miji ya Mjadel, Barachit, Jibaa na Mahruna wametakiwa kuondoka katika maeneo hayo yanayokaribiana na maeneo ya jeshi, ambako Israel inadai kwamba maeneo hayo ni maghala ya silaha za kundi linaloungwa mkono na Iran. Hii ni TriGen Media. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kuwa maeneo hayo yanaashiria ukiukwaji wa mapigano na kuonya kwamba itaendelea kuyafanyia kazi maeneo hayo ili kuondoa tishio lolote kwa Israel. Israel imefanya mashambulizi karibu ya kila siku dhidi ya Lebanon tangu kuanzishwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mnamo Novemba mwaka jana, kufuatia miezi 13 ya mzozo. Pamoja na Israel kutoa msimamo wake huo wa wazi, lakini hakujawa na maoni yoyote ya haraka kutoka kwa viongozi wa Lebanon kujibu mashambulizi ya siku ya Alhamis. Wanasiasa wa Lebanon hapo awali walikaririwa wakilaani mashambulizi kama hayo, wakiyaita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano yaliyoratibiwa na Marekani pamoja na Ufaransa, wanajeshi wa Israel walipaswa kujiondoa kusini mwa Lebanon, huku Hezbollah ikiwaondoa wapiganaji na silaha zake kutoka kusini mwa mto Litan, ambapo ni yapata kilomita 30 kutoka mpaka wa Israel, mpango ambao kundi hilo na washirika wake wanaupinga. Israel imeimarisha udhibiti katika maeneo kadhaa ya kimkakati ya mpaka na kuongeza mashambulizi yake ya angani katika wiki za hivi karibuni. Ni ongezeko la mashambulizi ambalo maafisa wanasema linachochewa na majaribio ya Hezbollah ya kujenga upya miundombinu yake ya kijeshi na kile wanachokiona kama juhudi ndogo za serikali ya Lebanon katika kupokonya silaha za kundi hilo. Mashambulizi ya siku ya Alhamisi yalikuja ikiwa ni chini ya saa 24 tu baada ya Israel na Lebanon kutuma wajumbe wa kiraia katika mji wa mpakani wa Lebanon wa Nakuara kwa mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja katika miongo kadhaa iliyopita. Mazungumzo haya yalifanyika katika makao makuu ya ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa UNIFIL. Yalifanyika pia wakati mkutano wa kamati ya ufuatiliaji wa kusitisha mapigano ukiendelea, ambayo hadi sasa ilikuwa imewajumuisha maafisa wa kijeshi kutoka Marekani, Ufaransa, Lebanon, Israel na UNIFIL pekee. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilitoa taarifa ikisema mkutano huo ulifanyika katika mazingira mazuri na kwamba ilikubaliwa kwamba mawazo yataundwa ili kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi kati ya Israel na Lebanon. Pia ilisema kwamba wajumbe wa Israel walifafanua kwamba kupokonya silaha Hezbollah ni lazima bila kujali maendeleo ya ushirikiano wa kiuchumi. Naye waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam alikuwa mwangalifu sana katika hilo, huku akisema Lebanon inabaki mbali, inajitenga kabisa na kuhalalisha ushirikiano wa kidiplomasia na Israel, na kwamba mazungumzo hayo yalilenga tu kutuliza mvutano. Salam aliongeza kuwa Beirut ilikuwa wazi kwa kupelekwa wanajeshi wa Ufaransa na Marekani kupokonya silaha kundi la Hezbollah. Mashambulizi ya hivi karibuni na hatua za kidiplomasia zinaenda sambamba na ziara ya ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon ili kukagua utekelezaji wa kusitisha mapigano uliokwama. Hii ni TriGen Media.